tuna kazi kubwa ya kurejesha hali ya mazingira katika dunia na katika taifa letu. Mnaona kuna mvua sasa zinakosekana hata kunyesha. Walio Wakongo wanajua zamani mvua zilikuwa zinanyesha kwa majira na kwa utaratibu. Sasa hivi unaweza kaambiwa ni masika, hazitokei. Na wakati mwingine zikija zinakuja vibaya. Zinakuja mvua ambazo hazina mpangilio. Yote hiyo inatokana na uharibifu wa mazingira. Lakini wote mnajua mazingira yakitokea madhara yake kwetu. Hatuwezi kupata chakula. Tunakuwa na ukame, tunakuwa na njaa. Taifa likiwa na njaa haliwezi kuwa taifa salama. Tunakuwa na mvua ambazo zinanyesha kwa utaratibu ambao hukubaliki, mafuriko. Tukishakuwa na mafuriko maana yake ni si taifa salama. Maana yake tunaharibu miundombinu ambayo tumeshaitengeneza. Wakati mwingine tunapoteza maisha ya watabari wanajua. Taandaa ziara, nimefurahi kuona kauli mbiu ya safari hii sio tu kupanda, ni kwenda kukagua. Kwa hiyo rasmi tengenezeni ratiba. Na ndio maelekezo yangu mimi. Twende hata na waandishi wa habari. Tuwaite na wananchi watuonyeshe miti iliyopanda iko wapi. Ili tupime kwamba tulichokifanya katika miaka hii mitano ni sawa au miti tulipoteza fedha za Watanzania, jambo ambalo kabisa halikubaliki. Kwa hiyo ratiba ipangwe kwa sababu ndio kauli mbiu inasema tutembee kwenye baadhi ya maeneo ya taasisi kwa watu binafsi, tukakague kazi ya mikono yetu ili jamii ijue kumbe miti ilipandwa na imekuwa, na kwenye baadhi ya shule wameanza kujivunia ya maparachichi wanakula na miti mbalimbali ya vivuli na kadhalika na kadhalika. Amesema mwakilishi wa mkurugenzi hapa, swala utunzaji wa mazingira kwetu sisi Nyamagana ni jambo la lazima. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuhamasisha wananchi wa kata wa Rwanima ambao siku ya leo tumewapatia hii miti 5,000. Naomba muipokee na niwaombe muichukue mkaipande katika maeneo yenu, na nilipata taarifa leo kila mwananchi atapata miti 5 kwa kila mwananchi, mkaipande kwenye maeneo mnayoyazunguka. Na tumewaletea miti mizuri. Tumewaletea miti ya matunda kama ambavyo kauli mbiu inasema kwamba miti ni uchumi. Maana yake kama tunakupandia matunda nyumbani, sio tu kupunguza hewa ya ukaa katika eneo lako pale ulipo, kukupa kivuli cha mazingira wezeshi ya kuishi kwa amani unapokuwa na shughuli za familia, hewa nzuri, lakini vile vile kuwa na uchumi, kwa sababu parachichi hizi zitakwenda kuimarisha uchumi katika ile familia. Sio tu uchumi peke yake, itakwenda kuimarisha na afya. Na hasa kwa kujua kwamba tunayo kampeni ya kuhakikisha tunakuwa na taifa la watu wasio na udumavu, na hasa watoto kuanzia umri 0 mpaka anapokuwa mtu mzima. Karibu taratibu zinasema zaidi ya siku 1000 mtu anatengenezwa kuwa nani. Kwa hiyo miti hii ndugu zangu sio tu kwa swala la uchumi, lakini na kwa upande wa afya. Mheshimiwa Afande mgeni rasmi, kila ifikapo tarehe 21 Machi ya kila mwaka dunia huadhimisha siku ya misitu duniani, ambayo kauli mbiu ya mwaka 2026 ni misitu ni uchumi endelevu, tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa. Katika maadhimisho haya, kwa kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika uhifadhi wa misitu, uhifadhi wa vyanzo vya maji na matumizi nishati safi ya kupikia, Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania kwa niaba ya Kamishna wa Uhifadhi Profesa Dos Santos Silayo kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa jiji Mwanza imeshiriki kikamilifu zoezi hili. Mheshimiwa Afande mgeni rasmi, katika kipindi cha kuanzia tarehe 16 Machi mpaka leo hii, jumla ya miti 9765 imetolewa bure na kupandwa katika maeneo mbalimbali ya wananchi, taasisi ndani ya wilaya ya Nyamagana, ambapo katika tukio hili sasa jumla ya miti 5000 itapandwa ya aina mbalimbali ikiwemo matunda, urembo, kivuli, kuni, mbao. Pia itagawiwa bure kwa wananchi. Aidha, maadhimisho haya yataambatana na kutembelea na kutambua wananchi au taasisi ambazo zimefanya vizuri kuitunza miti kuanzia 2021 mpaka 2026. Upandaji wa miti na uhifadhi wa miti asili inasaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kupunguza ukame, kuvuta mvua, kuhifadhi vyanzo vya maji, kukuza uchumi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Wananchi wanakumbushwa kupanda miti ya matunda, kivuli, ili kuhifadhi ardhi ambayo pia itakuwa rafiki wa maji kwenye vyanzo vya maji na miti ya kibiashara. Naitwa Winifrida Tobias, mkazi wa Nyabahegi. Kwangu mimi najitahidi kuwazuia ili miti wasikate ovyo, kwa sababu mfano unapokuwa unaikata miti inakuwa peupe. Kwanza upepo mkali sana unasumbua, muda mwingine inazua hata nyumba ule upepo, umeona. Lakini kwangu mimi mfano kama hapo kwangu najitahidi kupanda miti kwa wingi ili kukinga upepo,
cha kwanza. Cha pili, nipate kimvuli kizuri, hali ya hewa nzuri. Naitwa Mashaka Majiji. Mimi nimefurahia tu na kitendo cha kuchukua miti kwa sababu inatusaidia pia kupata uhifadhi wa maeneo yetu. Kwa sababu miti pia inatusaidia kutengeneza, kurudisha hali inayopotea ya ujangwa, kutengeneza hali ya kupata vivuli vizuri. Kwa hiyo nimefurahia na hii issue na nimekuja kuchukua miti. Sasa wananchi hawakosei, kimsingi tunapaswa kutunza miti, tunapaswa kuhifadhi miti yetu. Kukata miti kusema ukweli ni kitendo ambacho hakifurahiwi na kila mmoja wetu katika nchi hii. Jina langu naitwa David Joseph. Ni mkuu wa idara ya mazingira na maliasili wa halmashauri ya jiji la Mwanza. Hali ya mazingira katika halmashauri yetu ya jiji la Mwanza niseme ni zaidi ya 75%. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu sehemu nyingi na kazi zetu kubwa za kila siku tunahakikisha tunahamasisha jamii kuhifadhi na kutunza mazingira, ikiwemo vyanzo vya maji, ikiwemo kupanda miti. Kama mlivyoona leo tumepanda miti zaidi ya 5,000 na kugawia wananchi ili iweze kuhifadhi na kutunza mazingira. Na hii sio kupanda tu miti. Swala hapa tunahakikisha sustainability ya hiyo miti inakuwa na inatoa matunda. Kwa mfano, sasa hivi kuna sera za nchi zinazohamasisha afya bora kwa ajili ya ulaji wa matunda. Kwa hiyo tunahakikisha hilo, taasisi hasa za serikali na watu binafsi, kuhakikisha kila mmoja anahifadhi na kupanda miti kwa ajili ya matunda, vivuli na mbao pia. Swala uelewa tu wa wananchi kwamba kutozingatia sheria na pengine wakati mwingine ni kupuuzia hiyo miongozo na taratibu iliyowekwa kwa ajili ya kuhifadhi na kulinda miti. Wao utakuta mtu anatoka tu from nowhere anaamua kukata kwa sababu ya kwake amepanda. Sasa hilo halikubaliki. Hatuwezi kuwa wote na ndevu, na wakati unapashwa sheria inamtaja kila mtu lazima ashiriki effectively katika kuhifadhi na kutunza miti.